Thamani ya maisha yako iko kwenye kujua kwa nini uko duniani. Thamani ya maisha yako iko kwenye kujua kwa nini uko duniani. Iko kwenye kujua kusudi lako. Thamani ya maisha yako iko kwenye kujua kwa nini uko duniani. Hauwezi kukiheshimu kitu ipasavyo kama haujajua thamani yake. Kwa hiyo huwezi kuyatendea maisha haki, huwezi kuyaheshimu maisha uliopewa na Mungu kama haujui thamani yake. Na ili ujue thamani ya kitu, ni lazima ujue kusudi lake. Chochote ambacho hujui kusudi lake, haujui thamani yake. Kwa hiyo utaishi au utakitumia chini ya kiwango. Kila ambacho utajua thamani yake, itakuwa ni rahisi sana. Kila ambacho utajua kusudi lake, itakuwa ni rahisi sana kukipa thamani yake. Unajua kwa nini watu wengi hawayapi maisha yao thamani? Kwa sababu hawajui kusudi la maisha yao. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kuna watu wanayarahisi sana maisha. Rahisi sana. Wanayarahisi sana. Kwenye makundi huko ya wanafunzi, inawezekana nao mwahi kusikia, kuna watu huwa wanamsemo wanasema hivi. Wanazungumza, yani mimi ukinipa milioni 2 au ukinipa milioni 5, mimi naweza kutembea bila nguo. Mwahi kusikia mtu anasema hivi? Anataja kiasi fulani, alafu anasema mimi ukinipa milioni 5, mimi naweza kutembea bila nguo kwa lisali moja. Milioni 5 yote. Mwingine anasema 5 yote hiyo, mimi nipe 2 tu. 2 tu. Simeshasikia watu wanasema hivi. Unajua kwa nini mtu anasema hivi? Kwa sababu hajui thamani yake. Kwa hiyo anafikiri thamani yake ni shilingi ngapi? Milioni 5 au milioni 2. Huyo mtu, Mungu akifunua macho yake, akaona kile alichobeba. Jaribu kufikiri huyo mtu anayesema hivi, ukinipa 5, mimi natembea bila nguo. Ghafla Mungu akampa kujua kwamba miaka 5 ijayo yeye ndio rais wa Tanzania. Akajua wazi kabisa yeye ndio rais wa Tanzania. Japo hana kitu mfukoni, lakini amejua yeye ndio rais wa Tanzania. Alafu unamwambia sasa, hii hapa milioni 5, tembea bila nguo. Atakubali? Tukimpa 10 atakubali? 50 atakubali? 100 atakubali? Nini kinafanya asikubali? Amejua kile alichobeba. Kwa unajua kuna kukimbizana kwingi sana, kuhimizana kwingi sana, kurekebishana kwingi sana, na sheria nyingi sana tunawekewa kwa sababu hatujui tulichobeba. Ni hivyo tu. Yaani ukiona mtu hata kanisani unamuhimiza fanya hivi, yaani kuna wengine wanawapa wachungaji kazi. Mchungaji anapambana, anamrudisha sawa, amechomoka. Unajua sababu? Hajui alichobeba. Hajui tu kusudi. Hajui kwa nini anaishi duniani. Kuna vitu vingi sana vitakaa mahali pake tukipata ufahamu kwa nini tunaishi.